sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Alhamis, juma la pili, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 18 aya 6 hadi ya 9 na sura ya 19 aya kwanza hadi ya 7. Na Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya 3 aya 7 hadi ya 12. Karibu tusikilize Injili. Yesu alijitenga, yeye na wanafunzi wake, akaenda baharini. Mkutano mkuu ukamfuata kutoka Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu na Idumea na ng'ambo ya Yordani na pande za Tiro na Sidoni. Mkutano mkuu waliposikia habari za matendo yote aliyokuwa akiyatenda, wakamwendea. Akawaambia wanafunzi wake ya kwamba chombo kidogo kikae karibu naye, kwa sababu ya mkutano, wasije wakamsonga. Maana aliponya wengi, hata wote waliokuwa na misiba wakamrukia wapate kumgusa. Na pepo wachafu kila walipomwona walianguka mbele yake, wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu, sehemu hii ya Injili tuliyosikia inasimulia jinsi Yesu alivyotafuta utulivu pamoja na wanafunzi wake, lakini umati mkubwa ukamfuata kutoka maeneo mbalimbali baada ya kusikia habari za matendo yake ya uponyaji. Hii inaonyesha kiu ya watu kwa tumaini na faraja, hali ambayo bado ipo katika jamii ya sasa. Watu wanapokumbwa na changamoto za kiafya, kiuchumi, kijamii na hata za kifamilia, wanatafuta kimbilio na suluhisho. Na mfano wa Yesu unatufundisha kuwa imani na mshikamano wa kijamii vinaweza kuwa chanzo cha nguvu na matumaini. Swali la kujiuliza ni je, tunapopatwa na changamoto tunakimbilia wapi? Zaidi ya hayo, tukio hili linaonyesha nguvu ya habari na ushawishi wa matendo mema. Watu walikusanyika kwa sababu walisikia habari za Yesu, wakatamani kushiriki katika yale aliyokuwa akiyatenda. Katika dunia ya sasa yenye mitandao ya kijamii na maendeleo ya kiteknolojia, ujumbe wa matendo mema unaweza kuenea haraka na kuwaleta watu pamoja kwa ajili ya ustawi wa jamii. Lakini pia ujumbe wenye kupotosha waweza kujipenyeza na kuijeruhi jamii kabisa. Hii ni changamoto kwetu kueneza habari njema na matendo ya upendo badala ya kuwagawanya wala kuharibu jamii yetu. Maana tunaona ya kwamba pepo wachafu walimtambua Yesu kama mwana wa Mungu, lakini akawakataza wasimdhihirishe. Hii inatufundisha kuwa na imani ya kweli, kwa sababu imani ya kweli haijengwi kwa maneno ya kelele tu, maneno yasiyokuwa na matendo, bali kwa maisha yanayoonyesha upendo, haki na huruma. Zaidi sana, tunajifunza kuwa utambulisho wa Kristo unadhihirika zaidi kupitia matendo ya imani kuliko maneno matupu. Jamii ya sasa inahitaji mashuhuda wa imani wanaoishi kwa matendo ya upendo, mshikamano, kujaliana na bila hata kuoneana wivu, ili ulimwengu uone Kristo akiwa anaishi ndani ya maisha yetu ya kila siku. Pengine changamoto ni kuwa, nawezaje mimi kumtambulisha Kristo kwa wengine kwa hali yangu hii ya maisha? Labda kwa vilema vyangu vya kila siku nilivyozoea, na namna yangu ya udhaifu naona kwamba sistahili mimi.
Maswali haya ni mazuri kujiuliza, lakini yatakosa maana ikiwa yatakosa kujibiwa. Basi kwanza tumtazame Kristo ambaye anataka kutuambia habari njema, na ndiyo ambayo tumeisikia sasa, ya kwamba anataka kukutana na sisi kwa namna ya ajabu katika utulivu, katika bahari ya mioyo yetu, katika uwanda wa ndani kabisa wa maisha yetu, ili aweze kuyabadilisha yale ambayo bado hayajabadilika. Na kwa kufanya hivyo, tunaweza basi kumtazama Kristo na kuona ya kwamba inawezekana kubadilisha mwenendo wangu wa maisha. Na pale ambapo ninajitahidi kwa kufanya mema, niboreshe zaidi ili niweze kuwa mfano hai wa maisha ya Ukristo. Kwa sababu yeyote yule ambaye anakutana na Kristo hasalii kuwa vile vile alivyokuwa. Na ndio maana tunaona ya kwamba wakati ambao Kristo anayabadilisha maisha yetu, anayabadilisha moja kwa moja. Zaidi ya yote, tunapaswa kuona ya kwamba katika bandari ya maisha yetu lazima tuone tofauti kati ya pando la Mungu na pando la mwanadamu, habari ya Mungu na habari ya mwanadamu, upendo wa Mungu na upendo wa mwanadamu. Kristo ambaye anataka kukutana na wewe katika bahari yenye misukosuko ndiye yule yule ambaye atakutana na mwingine ambaye anamtafuta. Kwa hivyo upendo ambao unajengwa ndani ya Kristo ndio upendo ambao utazaa matunda, ili tuweze kuishi katika amani katika jamii yetu, katika msingi ule ule wa matumaini ambayo hayahadai. Kwa tafadhali tunatakiwa pia kuyaona haya mambo katika msingi wa jicho la imani. Vinginevyo tutakuwa Wakristo tu ambao hatujui nini maana ya imani yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi ndugu Coleman Bruno wa shirika la ndugu wadogo wa Fransiskani wa Konventuali kutoka jamaa ya Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni njia ya wokovu wetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha.